Hii leo kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ndugu Tundu Lissu inaendelea katika mahakama kuu kufuatia baadhi ya mawakili wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na mawakili wa Tundu Antipas Lissu, viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kuzuiliwa gerezani Ukonga ili kumwona Tundu Antipas Lissu. Mawakili wa serikali wamesema kujitambulisha anaitwa Nalindwa Sekimanga na shahidi mkuu wa gereza naye yuko pale kizimbani. Jaji Mluma anasema shahidi na kukumbusha bado uko chini ya kiapo. Anaendelea Mheshimiwa Lissu anasema sasa turudi kwa viongozi wangu wa chama uliowakatalia usije kuniona kule gerezani. Angalia majibu yangu na uangalie kiapo kinzani kuhusiana na kiapo kinzani nilichomjibu Kisabo. Mheshimiwa Lissu anaendelea anasema mawakili wa serikali mnafanya nini? Simsaidie shahidi wenu azione hizo nyaraka, naona anahangaika tu. Wakili wa serikali anaenda. Mheshimiwa Lissu anasema hizo aya kwenye kiapo changu kinzani zinaonyesha namna ulivyowazuia viongozi na wanachama ikiwemo mashahidi na mawakili watatu ambao Dickson Matata, Deogratias Mahinyila na Gaston Garubindi. Swali langu, waeleze majaji kama umewahi kupinga haya maelezo yangu yaliyopo kwenye kiapo changu. Bwana Jela. Mheshimiwa majaji, nimeshalijibu hilo. Jaji, umeelewa swali lake? Bwana Jela, sina jibu. Mheshimiwa Lissu, nalo ni jibu pia. Haya kwenye aya 4, wewe umefanya kampeni ya muda mrefu yawe na mlalamikiwa wa pili kamishna mkuu, umehakikisha nashindwa kujitetea wala kuandaa utetezi wangu, na matukio nimeyasema kwenye para ya H na Y kwamba umewazuia mawakili wangu watatu ambao ni Mahinyila, Matata na Garubindi. Kama umewahi kujibu hili Bwana Jela? Sio kweli, nimewazuia. Mheshimiwa Lissu anaendelea, je, umeleta supplementary affidavit au majibu yoyote kwenye jambo hilo? Bwana Jela anashika karatasi na kuangalia. Jaji anamuuliza umeelewa swali? Mheshimiwa Lissu anamuuliza ulileta counter affidavit mara ya kwanza? Bwana Jela ndio. Mheshimiwa Lissu baadaye ukaleta supplementary affidavit? Bwana Jela ndio. Mheshimiwa Lissu sasa kwenye hizo nyaraka zako mbili kuna mahali kokote ulijibu tuhuma za kuwa umewazuia mawakili wangu na viongozi wa chama? Bwana Jela sijajibu. Mheshimiwa Lissu tuhuma dhidi yako na maafisa wako kusichi mawakili na nyaraka zao kisheria. Jibu swali kwamba waleta maombi wote watatu wamesema wanasichiwa wanakaguliwa na kusoma hizo nyaraka. Bwana Jela ni kweli. Mheshimiwa Lissu, regulation 17 kifungu kidogo cha pili ya kanuni za magereza inasemaje? Bwana Jela natafuta hiyo kanuni. Mheshimiwa Lissu anaendelea anasema ni kweli mgeni anayekuja gerezani kutembelea mfungwa atasichiwa endapo atakuwa na wasiwasi na huyo mgeni? Bwana Jela sio kweli. Mheshimiwa Lissu haya isome sasa. Bwana Jela anasema a prisoner officer when he has any ground suspicious may direct to search that visitor. Mheshimiwa Lissu anaendelea any ground for suspicious may search or cause to search. Kumbe ataamuru asichiwe kama atakuwa na sababu za kumshuku? Bwana Jela sio kweli. Mheshimiwa Lissu mgeni ataambiwa aondoke akikataa kusichiwa? Bwana Jela kwa mujibu wa kanuni hii ni kweli. Mheshimiwa Lissu anayemfukuza atatakiwa kuandika sababu za kumfukuza? Hebu rudia swali. Mheshimiwa Lissu anarudia swali. Si ni lazima uandike sababu za kumfukuza? Bwana Jela ni kweli. Mheshimiwa Lissu si kumjibu maombi wa kwanza alipokataliwa kuingia gerezani tarehe 28 mwezi wa 11. Alipokataliwa kuingia gerezani iliandikwa sababu kuwa amekataa kusachiwa? Bwana Jela sio kwa kanuni hii. Mheshimiwa Lissu tutajie kanuni hizo zingine tuzione kwenye kanuni kuna sababu yote nyingine kwa mujibu wa kanuni? Bwana Jela sijaipitia kanuni yote. Mheshimiwa Lissu sasa mimi niliyepitia kanuni zote na kuna sababu nyingine unasemaje? Bwana Jela sina jibu.